Rushwa ni kosa linaloweza kuvuka mipaka ya nchi, ambapo kosa linaweza kufanyika Tanzania na mazalia yake kuwekezwa sehemu nyingine. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila leo Machi 12, 2025 baada ya kupokea wageni kutoka Chuo cha Ulinzi cha Taifa NDC waliofika kwa lengo la kujifunza jinsi TAKUKURU inavyotekeleza majukumu yake. Rushwa kama ambavyo nadhani hata imegusiwa katika presentation iliyotolewa ni kosa la jinai na ambalo mara nyingi wakati mwingine utekelezaji wake unakuwa unavuka mipaka. Ni jambo ambalo ni cross border, kwa maana ya kwamba rushwa inaweza katendeka Tanzania lakini yale mazalia au mapato yaliyopatikana kutokana na vitendo vya rushwa yakaenda kuwekezwa sehemu nyingine, kwamba uhalifu umefanyika hapa yakaenda kuwekezwa sehemu nyingine. Sasa sisi TAKUKURU tunafanyaje? Maana yake mandate yetu inaishia ndani ya Tanzania bara wala si ndani ya Jamhuri nzima ya Muungano wa Tanzania. Lakini tuna wanachama kwenye jumuiya mbalimbali za kupambana na rushwa za mataifa mbalimbali. Kuna jumuiya kupambana na rushwa ya nchi za Afrika Mashariki, IACA, tuna komiti ya mapambano udhibiti rushwa katika nchi za SADC, tunayo ya kidunia UNICAC na forum mbalimbali ambazo hizi tumekuwa tukizitumia katika kufanikisha majukumu yetu. Lakini vivyo kuna kipengele muhimu sana katika utendaji mzima wa taasisi za kupambana na rushwa duniani. Hii tunaita mutual legal assistance, ambapo sasa tunaweza kutumia mamlaka ya kupambana na rushwa ya nchi nyingine kutusaidia kumtafuta au kufanya uchunguzi na pengine hata kumkamata mtuhumiwa wetu wa rushwa ambaye amekimbilia katika nchi zao. Kwa ujumla mashirikiano ambayo TAKUKURU inayo na taasisi zingine za kupambana na rushwa katika nchi mbalimbali yamekuwa yakitufanikishia kuwapata watuhumiwa au wahalifu wa rushwa ambao tunakuwa tukiwatafuta. Kwa ujumla mashirikiano haya yanafanya kusiwe na sehemu yoyote salama kwa wala rushwa. Japo mandate yetu inaishia ndani ya Tanzania bara, lakini kutokana na mashirikiano tulionao kama nilivyokwisha sema na taasisi mbalimbali za kupambana na rushwa ndani ya Afrika na dunia nzima kwa ujumla, basi inatupa fursa ya kuwafikia, kuwachunguza na baadaye kuweka kwenye mkono wa sheria watu wote wenye tuhuma za makosa ya rushwa. Naye Brigadier Generali Charles Ndiege ambaye ni mkufunzi mwandamizi katika Chuo cha Ulinzi cha Taifa ameeleza mafanikio waliyopata katika ziara hii. Katika kutembelea taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, mafanikio yapo kwa sababu tumepata jinsi ambavyo taasisi inafanya kazi na jinsi ambavyo inatekeleza wajibu wake na jinsi ambavyo inashirikiana na taasisi zingine katika kupambana kubaliana na rushwa. Sisi kama chuo ambacho tunatoa mafunzo ya usalama wa taifa na mikakati ambavyo ukiangalia rushwa katika nchi, rushwa ikikomaa sana, usalama wa nchi unakuwa katika hatari. Sasa tumejifunza kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inakabiliana na vitendo vya rushwa kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo tumejifunza kwamba usalama wa taifa letu unategemea sana vile na ufanisi wa taasisi hii kama sehemu ya kuzuia na kupambana na rushwa katika kuhakikisha kwamba usalama wa taifa unadumishwa. Mtazamaji, mwaka huu tutafanya uchaguzi mkuu ambapo tunatarajia kumchagua rais, wabunge na madiwani. Je, TAKUKURU imejipangaje kudhibiti rushwa kwenye uchaguzi huu? Sisi TAKUKURU kwetu uchaguzi ni muhimu sana. Ni uchaguzi muhimu sana kwa sababu ni uchaguzi ambao tukiusimamia vizuri, tukihakikisha hakuna vitendo vya rushwa, viongozi wanaochaguliwa ni viongozi safi, wasioendekeza vitendo vya rushwa, basi sisi kazi yetu inakuwa rahisi. Kwa sababu sasa hivi serikali yetu ya awamu ya 6 inatekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo nchi nzima. Karibu kila mkoa kuna mradi mkubwa wa kimkakati unatekelezwa. Sisi TAKUKURU kwa idadi yetu ni wachache, hatuwezi kutosha au kuwepo kila kona ya nchi kila wakati. Kwa kuna baadhi ya matendo ya rushwa yatakuwa yanatokea maeneo ambayo labda hatupo kwa wakati huo. Sasa ukiwa na viongozi wazuri, wasafi, wapinga rushwa, basi ni kama TAKUKURU tupo kila pahala, kwa sababu wao ndio watakuwa wa kwanza whistleblow kwamba yani kuna shida huko. Kuna utekelezaji wa mradi, ili jengo linalojengwa, zahanati inayojengwa, ile linalojengwa kuna shida kidogo. Kuna shida kwa nini? Labda tunaona materials ambazo zinatumika haziconform na ile BOQ, ziko chini ya viwango. Labda ujenzi unachukua muda mrefu isivyostahili, lakini ile value for money haionekani katika miradi. Sasa ukiona viongozi wasafi wanaochukia rushwa, basi inakuwa ni rahisi kwetu au ni mkono kwetu kwenda kule. Kuelekea uchaguzi mkuu, wananchi wameaswa kutoomba rushwa kwa wagombea
kwani kitendo cha kupokea rushwa huwa kinamuondolea mwananchi haki ya kudai maendeleo kutoka kwa viongozi hao. Ni wito wangu kwa wananchi ni kwamba wananchi wasiombe rushwa kwa wagombea. Wananchi wasiombe rushwa kwa wagombea na wagombea wasitoe rushwa kwa wananchi. Kwa sababu tunachoeleza wananchi ni kwamba ukipewa rushwa basi na una haki ya kudai maendeleo kutoka kwa huyu mgombea atakapokuwa kiongozi. Kwa sababu kimsingi akishamalizana na wewe kama amekupa 5,000, 10,000, hata 50,000, ujue kwamba hakuna fursa nyingine ya kuchagua kiongozi mpaka miaka 5 kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Hasa miaka 5 tutakuwa umepoteza hii fursa adhimu kwa sababu ya shilingi 50,000. Na kimsingi mbele ya mgombea ukichukua 50,000 kwake yeye kwa macho yake hiyo ndio thamani yako wewe. Sasa lazima niwakumbushe wananchi kwamba hakuna thamani ya wananchi ambayo unaweza ukaikweti na pesa hata kidogo. Sisi tuko juu ya pesa, tuko juu ya kila kitu. Kutoka ukumbi wa Jiji Mtumba ni Alice Mazoko wa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.